Nipashe ilipozuru shule ya msingi ya Mwamivi mapema mwaka jana, tulikumbana na uhalisia wa mimba na ndoa za mapema zikiandama shule hii bila huruma. Wanafunzi 7 waliotungwa ujauzito mwaka 2016 shuleni humo wakisingizia umaskini kwa masaibu yao. Nilipata ujauzito, nilikuwa sina pesa za matumizi, nilikuwa sina mafuta, viatu, pia nguo za ndani nilikuwa sina. Alikuwa akinisaidia kidogo kidogo kunipatia pesa kama shilingi 200 hivi. Nanunua mafuta. Ziara Nipashe ikailetea shule ya msingi ya Mwamivi na tija. Ikawa ni mgeni njoo mwenyeji apone. Baada ya kuangaziwa taarifa hii na watu wa Citizen, basi hii ilijulikana kwa watu wengi sana. Kuna mashirika kama yale unaita MTG kutoka Kilifi walikuja wakaweza kuongea na wasichana. Visa vya mimba na ndoa za mapema shuleni humo zikianza kutokomea gizani, ingawa mwaka jana visa 7 viliripotiwa. Lakini kwa hivi sasa ninavyozungumza leo, ninashukuru kwa sababu wakati kama huu sina cases zozote za mimba. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 7 iliyopita, wanafunzi 5 wa kike wamefuzu kujiunga na shule za upili na kushangaza wanajamii wengi. Wanafunzi hawa waliofuzu wakieleza changamoto walizopitia katika safari yao ya kufuzu. Sangabidi mimi nijizatitivo hivyo. Mara leo, mara kesho, naenda shule hivyo hivyo. Asubuhi ningosa kunywa chai, ambao nenda mwanangu. Kule kusemwa soneka sasa mwendo Mungu akile linasema ili mfanye bidii angalau nipukane na uno mkosi, maana ni mkosi mgumu uno. Nilitoboa mtihani wangu vizuri lakini sikupata sponsorship ya kuwa naweza kuendelea na secondary school ya mwaka huu. Je, ni kipi kilichobadilika? Hii feeding program kidogo ndio imepunguza. Lakini pia ni ya kama ulivyoelezwa kama ni ya uji. Mita chache tunakutana na dada huyu nyumbani kwao. Mwanafunzi wa darasa la 7 aliyejifungua pacha amehari kurudi shuleni baada ya masaibu yake kuangaziwa mwaka jana. Mtanashati huyu akitoa ushauri na saa kwa wanafunzi wenza kutoingia katika mtego wa kupata ujauzito. Nilijutia sana. Nilipopata ujauzito nilikuwa nataka kusoma lakini watu wakaanza kunidanganya ndio nikapata ujauzito. Nilijuta sana na sasa ndio nimeamua kurudi shule. Visa vya mimba na ndoa za mapema katika shule ya msingi ya Mwamivi vimepungua kabisa. Lakini mengi bado yanahitajika kufanywa kuona kwamba elimu ya mtoto wa kike inapata mwanga. Niki Gitonga, Nipashe Wikendi, kaunti ya Kwale.